Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari ya siku ya leo, na miongoni mwa taarifa tulizokuandalia ni pamoja na ongezeko la bajeti ya fedha TAMISEMI la waibua wananchi jijini Mwanza. Rais mstaafu Joe Biden azua mjadala baada ya kukosoa sera za Rais Donald Trump kwa mara ya kwanza. Na katika michezo, ujenzi wa miundombinu ya viwanja kuchochea maendeleo ya soka nchini. Kwa hayo na mengine mengi ni kusihi ubaki nami mwanzo mpaka tamati. Mimi ni Glory Nko nitakayekusomea habari za kitaifa na kimataifa, Aksa Raymond katika habari za kibiashara, na Hamudi Sanze atakusomea habari za michezo. Na tuanze na habari za kitaifa. Baadhi ya wananchi jijini Mwanza wametoa maoni yao kuhusu ongezeko la bajeti ya fedha ya Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, ambayo imeongezeka kutoka trilioni 10 hadi trilioni 11 kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Bajeti hiyo iliwasilishwa leo bungeni jijini Dodoma. Mwanahabari wetu Eva Alois ametuandalia taarifa ifuatayo. Bajeti hiyo imeongezeka kwa zaidi ya shilingi trilioni 1.6 kutoka trilioni 10 kwa mwaka huu wa fedha 2024-2025 hadi kufikia trilioni 11 kwa mwaka ujao wa fedha. Mheshimiwa Spika, ninaomba bunge lako likubali kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2025-2026 yenye jumla ya shilingi trilioni 11 bilioni 782 milioni 984 202 elfu kwa ajili ya ofisi ya Rais TAMISEMI na taasisi zilizo chini yake, fungu namba 56. Tume ya utumishi wa walimu, fungu namba 2, na mafungu 26 ya mikoa yakijumuisha halmashauri 184. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa wilaya Nyamagana jijini Mwanza wamesema kuwa ikiwa bajeti hiyo itapitishwa itasaidia katika miradi mbalimbali ya kijamii kama vile shule na barabara. Serikali imefanya jambo zuri kwa sababu hizo bajeti zitatusaidia sisi wananchi kuboresha vituo vya jamii, mahospitali, mashule, miundombinu itakuwa vizuri. Kwa hiyo bajeti kwa upande wangu naifurahia kwa sababu itafanya maendeleo. Kupitia hii ongezeko la bajeti itatusaidia sisi wananchi kuendelea kimiundombinu, kuboresha miundombinu, kwa mfano ya miundombinu ya kishule, miundombinu ya barabara. Itaboresha pia jinsi wananchi, yani kuishi kwa wananchi, kwa sababu mahitaji ni mengi ya wanadamu, ukiangalia hospitali, shuleni na kadhalika. Kwa hiyo kupitia hii bajeti na imani vyote hivyo vitaboreshwa na imani pia wananchi wataishi kwenye mazingira mazuri zaidi ukilinganisha na mwanzo. Tamani sana hii pesa iliyotolewa itumike sahihi kwenye miradi ya maendeleo ya huku kwenye halmashauri zetu, kwa mfano miradi ya barabara, miradi ya maji. Kwa hiyo inatakiwa tu usimamizi uwe mzuri, ili miradi itakaposimamiwa vizuri ikakamilika, basi sisi wananchi tutanufaika kupitia biashara zetu, kwa mfano kama miundombinu ya barabara, miundombinu ya maji, umeme, shule zetu pamoja na hospitali. Kwa hiyo hii itatusaidia sana hata katika kuongeza maendeleo ya sisi wananchi. Bajeti hii itakapopitishwa rasmi itasaidia kuboresha miradi mbalimbali ya maendeleo nchini. Eva Alois, SAUT TV. Shukrani sana Eva kwa taarifa hiyo. Na tuendelee na habari zetu tukielekea kwa wananchi wa soko la Tampele. Baadhi ya wananchi hawa wanaojipatia kipato kupitia biashara katika soko hilo baada ya kuhamishwa kutoka soko la Kamanga wameeleza kuridhishwa na mazingira ya soko hilo, hususan katika usalama kwa biashara zao. Lakini pia wameiomba serikali kulitambua eneo hilo kuwa la kudumu kwa ajili ya biashara ili waendelee na shughuli zao bila hofu ya kuhamishwa tena. Tuungane na Salma Bahame, ametembelea soko hilo na kuandaa taarifa ifuatayo. Wananchi waliokuwa wakifanya biashara katika eneo la Kamanga wamehamishwa katika soko la Tampelele takriban miezi miwili sasa imepita. Wanaeleza hali ya biashara katika eneo hilo na ubora wa soko hilo. Yaani kwanza uzuri wa huku, cha kwanza tuko sehemu salama, cha pili hatunyeshewi na mvua, tuko mazingira mazuri, tuko mazingira safi. Hata katika upande wa usafiri, unashuka stendi unaingia sokoni. Kwa hiyo mimi naona soko la hapa liko vizuri mno kuliko kule tulikotoka. Cha kwanza tukumbani na maji mengi. Yaani unapotoka nyumbani uko msafi na unarudi ukiwa msafi. Kwa taarifa ya awali kwamba tunawapeleka pale kwa muda, baadaye mtaenda Mkuyuni. Lakini kwa sisi sasa tunaomba kutokana na kiasi tulichokiwekeza hapa ni bora likawa la kudumu.
ili basi tuweze kurudisha gharama zetu. Kwa kweli ni jambo la heri, tunamshukuru sana Mama Samia. Tunamshukuru mkuu wa mkoa kwa kutupa kitengo cha hapa kliniki. Tulikuwa Kamanga, lakini mazingira tulipokuwa zamani na ya sasa, tulikuwa tunapata tetesi, tunahamishwa, tulikuwa sisi hatujui kwamba tunahamishia wapi. Baada ya kutoka kuwasikiliza wafanyabiashara mbalimbali katika soko hili, tumepata nafasi ya kuzungumza na Rafael Magambo, mwenyekiti katika soko hili. Ameiomba serikali eneo hili lisiwe la katika mipango ya kimkakati tu, bali eneo hili la soko liwe la kudumu. Hali ya biashara kiujumla sio mbaya sana, na wateja wanaongezeka kulingana na jiografia ya eneo la soko lilipo. Kama ingewezekana, serikali ingeona namna ya kuliboresha tu soko hili na baadaye tukabaki hapa, na lile soko linaloandaliwa basi wakaingia wafanyabiashara wengine, lakini tumepapenda sana hapa na tunatamani kuendelee kuwa hapa. Wananchi wanaojitafutia riziki katika soko hili la Tampele wameiomba serikali eneo hili liwe la kudumu na lisiwe la muda mrefu, kwani wamelipenda eneo hili na ni nzuri zaidi kibiashara. Nikiripoti kutoka hapa katika soko la Tampele lililopo katikati ya jiji la Mwanza, mimi ni Salma Bahame, SAUT TV. Shukrani sana Salma Bahame kwa taarifa hiyo. Msimu wa mvua huleta changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na magonjwa ya mlipuko. Kutokana na hali hii, wafanyabiashara wa soko la wakulima Mkuyuni wilayani Nyamagana jijini Mwanza wameeleza juu ya hatua wanazozichukua katika kuyatunza mazingira ili kukabiliana na magonjwa ya mlipuko, hususan kipindi hiki cha mvua zinazoendelea kunyesha nchini. Taarifa zaidi na Rahel Magae. Msimu wa mvua umeleta changamoto nyingi hasa za kiafya katika maeneo mengi nchini, ambayo hupelekea hatari ya magonjwa ya mlipuko kama vile kipindupindu, homa za matumbo, kuhara pamoja na magonjwa ya ngozi. Wafanyabiashara katika soko la wakulima Mkuyuni lilopo wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza wameeleza hatua gani wanazichukua katika kuhakikisha wanatunza mazingira yao pamoja na biashara zao ili kujiepuka na magonjwa ya mlipuko hayo yanayosababishwa na mvua. Naitwa Ilini, mfanyabiashara mdogo hapa soko la Mkuyuni. Mfanyabiashara mdogo wa chakula. Katika mazingira tunaofanyia kazi ili kuepuka uchafu na mlipuko wa magonjwa, cha kwanza tunatakiwa kwanza kunawa maji yaliyo ya moto, kuweka mazingira yawe safi. Wateja wangu wakija, mazingira watakiwa kuta yako masafi na sehemu ya kukaa iwe safi. Kwa jina naitwa Masanja Eliasi, mfanya biashara soko la samaki la Mikuyuni. Tunao wafanya usafi hawa nani Imaja, unaona ndio anayesaidia kufanya usafi, lakini sio sana wanafanya usafi, lakini sasa ule mwamko wa wananchi kusema kwamba walipe malipo yao yanakuwa ni magumu sana wananchi. Hawa wanayefanya usafi wanakuja kutoa huduma ya kufanya usafi, lakini sasa malipo yanakuwa ni shida kwa wafanyabiashara. Aiza, katibu mwenyekiti wa soko la wakulima Mkuyuni wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza ameeleza ni kivipi anashirikiana na wananchi wake katika kuhakikisha hali ya usafi wakati wote, hasa katika kipindi hiki ili kuepukana na uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na mvua kubwa zinazonyesha. Majina naitwa Simon Mashamba, ni katibu wa wafanyabiashara soko la Mkuyuni. Kwa kifupi ni kwamba kwa upande wa usafi, halmashauri ilinafsisha hilo swala la usafi. Kuna kampuni ya Himaja ndio inafanya usafi kila siku. Kwa hiyo hilo swala la mlipuko wa magonjwa kupitia uchafu kwetu hapa halipo. Lingine, tulikuwa na kipindi tunafanya usafi kila Jumamosi ya wiki. Ila sasa hivi kidogo serikali imelegea ombi warejeshe ule utaratibu wa kufanya usafi kila mwisho wa Jumamosi ya wiki ambao tulikuwa tunafanya usafi kwa pamoja. Serikali inatoa wito kwa jamii kwa kushirikiana na mamlaka husika kuhakikisha mazingira yanakuwa safi hasa wakati wa mvua ili kuepukana na magonjwa ya mlipuko yanayosababishwa na uchafu wa mazingira. Ulikuwa nami Rahel Magai, SAUT TV. Asante sana Rahel Magai kwa kutamatishia taarifa za kitaifa kwa siku ya hii leo. Mtazamaji, na tupate mapumziko mafupi. Punde ni habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania.
Wiki hii kwenye The Comment. Ni kawaida sana kwa watu mbalimbali kutumia usafiri wa umma kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika kuhakikisha kwamba mambo yao yanakwenda sawa. Lakini umeshawahi kujiuliza wakazi wa jiji la Mwanza wanapitia kadhia gani kwenye usafiri huu wa umma? Basi cha kukujuza ni kwamba usikose kutazama kipindi cha The Comment ifikapo Ijumaa. Usikose kufuatilia The Comment kila Ijumaa saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SauTV_TZ. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV na tuendelee na taarifa zetu tukiangazia taarifa za kimataifa. Rais mstaafu wa Marekani na mwanachama wa chama cha Democratic Joe Biden amezua mjadala mara baada ya kukosoa sera za Rais Donald Trump kuhusu usalama wa jamii. Biden amedai kuwa maelfu ya wafanyakazi wamepoteza ajira na huduma muhimu zimeporomoka. Na wanamgambo wa kundi la Rapid Support Forces RSF limetangaza rasmi kuunda serikali ya upinzani nchini Sudan ikiongozwa na Mohamed Hamdan Dagalo maarufu kama Hemd. Tangazo hilo limekuja huku vita nchini humo vikizidi kushika kasi kwa zaidi ya miaka miwili mpaka sasa, huku RSF imesema imelenga kuijenga upya Sudan kwa kutoa huduma muhimu kwa raia wote. Kwa undani wa taarifa hizi za kimataifa tuungane naye Daniel Gilbert ametuandalia ripoti ifuatayo. Akizungumza katika kongamano la haki za watu wenye ulemavu mjini Chicago, katika hotuba yake ya kwanza ya hadhara tangu kuondoka madarakani mnamo Januari, Biden amesema kuwa wafanyakazi 7,000 wa idara ya usalama wa jamii tayari wameondolewa kazi, huku huduma muhimu kama tovuti ya shirika hilo zikiathirika vibaya. Kwa mujibu wa Biden, mipango ya Trump kupunguza matumizi ya serikali pamoja na ushawishi wa mshauri wake mkuu Elon Musk ni tishio kwa mfumo wa usalama wa jamii ambao unategemewa na mamilioni ya Wamarekani. Takwimu zinaonyesha kuwa kila mwaka zaidi ya raia milioni 73, hasa wazee na watu wenye ulemavu, wanapokea mafao kutoka kwenye mfumo huo yenye thamani ya takriban dola trilioni 1.4. Hata hivyo, hotuba ya Biden imeibua mgawanyiko ndani ya chama chake, huku baadhi ya wanademokrasia wakikubaliana naye na wengine wakihofia athari za siasa za kauli zake. Na tukija nchini Mali, makundi ya kisiasa nchini humo yametoa wito wa kuahirishwa kwa majadiliano ya kitaifa yaliyopangwa na serikali ya kijeshi, yakitaka kwanza kupitia mkataba wa kisiasa ulioliziwa mwaka 2022. Hatua hii inakuja wakati taifa hilo la ukanda wa Sahel likiwa chini ya uongozi wa kijeshi tangu mapinduzi ya mwaka 2020 na 2021, huku changamoto za kiusalama zikizidi kushamili kutokana na mashambulizi ya makundi ya kijihadi tangu mwaka 2012. Katika taarifa yao ya pamoja, vyama hivyo vimesema vina wasiwasi mkubwa kuwa jeshi linazidi kufinyia shughuli za kisiasa, vikionya kuwa huenda vikazuiliwa kabisa kushiriki katika mchakato wa kisiasa. Vimehoji uhalali wa mazungumzo mapya, vikisisitiza kuwa utawala wa kijeshi umeshindwa kutekeleza ahadi ya kurejesha uongozi wa kiraia kufikia Machi mwaka jana, na badala yake kailisha uchaguzi wa rais bila kutaja tarehe mpya. Vyama hivyo vinadai kuwa mazingira ya sasa hayawezi kuruhusu majadiliano ya haki na huru, hasa kwa kuzingatia hali ya kisiasa inayozidi kutatiza upatikanaji wa suluhu ya kudumu kwa taifa hilo. Na tukimalizia huko Sudan, katika kilele kinachoonekana kama hatua mpya katika mzozo unaoendelea nchini Sudan, kundi la wapiganaji la Rapid Support Forces RSF limetangaza kuunda serikali pinzani dhidi ya utawala wa kijeshi unaoongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan. Tangazo hilo limekuja huku vita nchini humo vikizidi kushika kasi kwa miaka miwili mpaka sasa. Hemed amesema kuwa serikali yao imelenga kuijenga upya Sudani kwa kutoa huduma muhimu kama elimu, afya na misaada ya kibinadamu
kibinadamu, si tu katika maeneo wanayoyadhibiti bali kwa wananchi wote wa Sudani. Tangazo hilo limekuja siku chache mara baada ya kufanyika kongamano jijini London lililolenga kuchangisha fedha za msaada kwa Sudan. Wakati hayo yakijiri, jeshi la Sudani limesema kuwa limeanzisha mashambulizi ya mabomu dhidi ya ngome za RSF nje ya mji wa El Fasher, jambo ambalo limewalazimu maelfu ya watu kukimbilia kwenye kambi za wakimbizi ya Zamzam kwa ajili ya usalama wao. General Abdel Fattah al-Burhan ambaye anaongoza jeshi la Sudani ametangaza kulikomboa jiji hilo kutoka kwa wapiganaji wa RSF, akisisitiza kuwa jeshi litaendelea kulinda umoja na mamlaka ya kitaifa. Hali ya usalama nchini Sudan bado ni tete, huku jamii za kimataifa ikitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kurejeshwa kwa mazungumzo ya amani kati ya pande zote zinazohusika. Daniel Gilbert Po wa South TV. Asante sana Daniel Gilbert kwa kutamatishia taarifa za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea Aksa Raymond atakuwa hapa kukusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Shukrani sana Glory Nko, mtazamaji wa South TV. Sasa ni habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Aksa Raymond. Tanzania imeanza kuchukua hatua madhubuti za kuboresha sera na sheria zake kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kimataifa, hasa Umoja wa Ulaya, ikiwa ni katika juhudi za kukuza uchumi wa taifa. Hatua hizi zimeweka msukumo mpya katika sekta mbalimbali ikiwemo viwanda, biashara, kilimo, utalii na miundombinu kwa lengo la kuvutia wawekezaji wa kimataifa na kuongeza ushindani wa Tanzania katika soko la dunia. Na katika biashara kimataifa, Ikulu ya Marekani imesema kuwa Rais wa Marekani Donald Trump anaamini kuwa China inapaswa kuchukua hatua ya kwanza katika juhudi za kumaliza mvutano wa kibiashara uliodumu kwa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu duniani. Kwa undani wa taarifa hizi za biashara, Atanas Kapina anaeleza zaidi. Kuelekea sikukuu za Pasaka na maandalizi yake kwa ujumla, leo hii tupo katika soko la Mkuyuni hapa wilayani Nyamagana jijini Mwanza kuzungumza na wafanyabiashara, wajasiriamali. Hali ya biashara ipoje, lakini pia mwitikio kwa wateja katika biashara hizi upoje? Ndio, biashara kwa sasa hivi kidogo mzunguko ni mdogo. Sijaelewa na hizi changamoto, sijaelewa nini, lakini biashara kwa msimu huu umekuwa tofauti na misimu mingine. Msimu huu umekuwa mgumu sana, biashara haitoki. Hali ya kiuchumi sijaelewa, tatizo ni hali ya kiuchumi ya wateja, hawana hela. Sijaelewa tatizo ni nini, ila kila mteja ambaye anaweza kuchukua zaidi ya kilo 50 kwa wakati huo anachukua kilo 2, kilo 3, akichukua nyingi sana kilo 5. Kwa naona hisi kama hali ya kiuchumi tu haiko sawa. Mwitikio wa watu unakuwa ni mkubwa kwa sababu kila mmoja anahitaji kununua ili aweze kupata mahitaji kuliko na wakati wa kawaida. Wakati wa kawaida inakuwa sio sana, lakini wakati wa sikukuu yoyote asilimia kubwa kidogo watu wanafanya biashara katika siku mbili. Yaani ni siku ya kuamkia yani kabla ya sikukuu na kuamkia sikukuu watu wanafanya biashara. Lakini kuna wafanya biashara ambao wasiokuwa waaminifu, hata kama bidhaa zinapatikana kwa bei chini, ana uwezekano ya kupandisha ili apate nini faida. Na katika biashara za vyakula kwa maana ya mchele, mwitikio pia upoje? Naona bana. Lakini ukiangalia gunia la mahindi, ilikuwa shilingi saizi na hizi leo limeshuka, sasa hivi bado linapanda juu. Leo 85 90. Naona bana. Kwa bado bidhaa kama chakula ni changamoto. Mimi kwa jina naitwa Gaudensia Peter, mfanya biashara hapa soko la mkulima Mwanza. Biashara upande wangu mimi naona kama iko vile vile. Wateja ni kama mwanzo tu. Sio kwamba eti msimu wa sikukuu ndo wamechangamka biashara kuuza sana, hapana. Iko vile vile tu. Na katika habari za biashara kimataifa,
Taarifa hiyo imetolewa wakati utawala wake ukiwa unatafakari uwezekano wa kuweka ushuru mpya kwa madini muhimu, hatua inayolenga kulinda maslahi ya kiuchumi ya Marekani huku ikihofia utegemezi mkubwa wa bidhaa kutoka China. Mvuto wa kibiashara kati ya Marekani na China ulianza mwaka 2018 wakati wa utawala wa Trump, ukihusisha ushuru wa mabilioni ya dola kwa bidhaa kutoka pande zote mbili. Marekani ikilenga kushinikiza China kubadilisha sera yake kuhusu haki za miliki, usawa wa biashara na uwekezaji wa kigeni. Katika mahojiano ya hivi karibuni, maafisa wa ikulu ya Marekani walisema kuwa Rais Trump bado ana mtazamo kwamba China imekuwa ikinufaika zaidi na kutokana na uhusiano wa kibiashara baina ya mataifa hayo, na hivyo inapaswa kuonyesha nia ya kweli ya kufanya mabadiliko ya sera. Wakati mvutano huu ukiendelea, jamii ya kimataifa imeendelea kufuatilia kwa ukaribu mwelekeo wa mazungumzo kati ya nchi hizi mbili, kwani uhusiano wao wa kibiashara una athari kubwa kwa uchumi wa dunia kwa ujumla. Serikali ya Tanzania imesisitiza kuwa maboresho ya kisheria ya kisera yanatoa mazingira wezeshi kwa uwekezaji wa moja kutoka nje FDI, hasa kwa kuhakikisha uwazi, uwajibikaji na ufanisi katika taratibu za biashara. Sera hizi pia zimezingatia umuhimu wa kuwalinda wawekezaji na kuondoa vikwazo visivyo vya lazima vinavyokwamisha maendeleo ya miradi mikubwa ya kimkakati. Katika muktadha huu, ushirikiano kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya umepata msukumo mpya, huku wakilenga zaidi maeneo yenye mchango mkubwa katika uchumi. Kilimo na utalii vimetajwa kama sekta zenye fursa ya kushirikiana baina ya pande zote mbili, ambapo EU imeonyesha nia kusaidia kuongeza thamani ya mazao na kukuza utalii wa kiikolojia unaozingatia utunzaji wa mazingira kupitia programu ya usaidizi na mikataba ya biashara huria. Tanzania inatarajiwa kunufaika zaidi na kuongeza ajira ya pato la taifa. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, punde ni habari za michezo na burudani na mwanamchezo wetu Hamud Sanze. Mimi ni Aksa Raymond. Endelea kutazama SAUT TV habari. Hujambo na karibu mwanamichezo mzangu katika michezo ya SAUT TV. Mimi ni Hamud Sanze. Wadau wa michezo nchini wameeleza kuwa uwekezaji katika miundombinu ya michezo nchini unatoa mchango mkubwa katika kukuza na kuendeleza soka kwa kuongeza fursa na wachezaji chipukizi, lakini pia kuboresha mazingira ya mazoezi na mashindano pamoja na kuvutia mashindano ya kimataifa, jambo ambalo linaisaidia kuiweka Tanzania katika ramani ya michezo ya kimataifa. Na katika uga wa kimataifa, rais wa shirikisho la mpira wa miguu la Amerika ya Kaskazini CONCACAF Victor Montagliani amekataa dhana ya kuongeza idadi ya timu zinazoshiriki kombe la dunia hadi 64 ifikapo mwaka 2030. Montagliani amesema kuwa hakuna haja ya kuongeza timu zaidi ya 48, kwani upanuzi huu tayari umefanyika na uwepo wa timu 48 unaleta ushindani wa kutosha kwenye michuano hiyo. Kwa taarifa hizi za kimichezo, Eric Michael anaeleza kwa kina zaidi. Serikali ya awamu ya 6 imekuwa na chachu ya ujenzi wa viwanja vya mpira wa miguu kuelekea kwenye michuano mbalimbali inayotarajiwa kuodhiwa ndani ya Tanzania. Ujenzi wa viwanja vipya kama vile kiwanja cha Samia Stadium kilichopo Arusha, uwanja wa Dodoma pamoja na maboresho makubwa ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Leo nikitaka kujua kutoka kwa wadau mbalimbali wa michezo, je, uboreshaji huu na ujenzi wa miundombinu hiyo inaongeza vipi chachu ya kukua kwa mchezo wa soka nchini Tanzania? Kwa majina naitwa Cosmas Boniface Masesa, mimi ni mdau wa soka, sababu kama viwanja ni bora, basi hata wachezaji wanaocheza watakuwa na uwezo wa kuonesha vipaji vyao, kwa sababu huwezi kuonesha kipaji chako kwenye kiwanja ambacho hakina hadhi. Kwa hiyo hata mchezaji anaweza asijisikie uhuru anapokuwa anacheza kwenye kiwanja ambacho hakina hadhi, lakini akiwa anacheza kwenye kiwanja ambacho ni bora, hata kiwango chake kinaweza kuonekana kiurahisi. Kwa majina naitwa Antonia Samuel Kifunta. Kuongezeka kwa viwanja vya michezo vilivyopo nchini kuna faida kubwa sana. Cha kwanza, itakuza vipaji vilivyofichwa. Maana kuna watu mbalimbali wana vipaji lakini hamna viwanja vinavyovutia watu kufanya kuonyesha vipaji vyao. Kwa hiyo kwa mfano viwanja ambavyo matengenezo ya viwanja ambayo yanaendelea, kwa mfano mkoani Dodoma, kiwanja kinachotengenezwa kubwa pale na 8, Arusha, Dar es Salaam na hapa Mwanza,
vitasaidia kukuza vipaji mbalimbali ambavyo viko chini. Kwa hiyo watu watakuza vipaji vyao, vipaji vingine vipya vitazaliwa. So hivi vipaji tu ambavyo tunaviona, it means kuna vipaji vingine ambavyo vitakuzwa kupitia matengenezo ya viwanja bora. Kwa majina naitwa Jafro Charles. Hivyo viwanja vikikamilika, kwanza ni fursa kwetu vijana ambao tunajitafuta na vijana ambao tuna vipaji kuonyesha vitu, na watu wa mikoa hiyo watapata fursa, na watu wengine ambao watakuwa mikoa tofauti hata kama watakuwa mbali pia watapata fursa, kwa sababu viwanja vimeshakarabatiwa, na tutaendelea kufanya vizuri zaidi na zaidi endapo hivyo viwanja vitakamilika, na tutafika mbali kisoka. Naye mchambuzi wa soka Eliud Mmeta amesema kuwa uwepo wa miundombinu bora kunasaidia vijana kuonyesha vipaji vyao. Naitwa Eliud Mmeta, ni mchambuzi wa soka. Ukarabati wa viwanja unachangia katika maendeleo ya soka kwa namna nyingi. Ukiangalia kupitia ukarabati wa viwanja tunapata ligi ambayo itakuwa bora, na wachezaji watakuwa wanacheza katika mazingira ambayo ni bora zaidi tofauti na yaliyopo awali. Ukitazama kiwanja kama cha Amani, ni kiwanja ambacho hivi sasa kina hadhi ya FIFA. Pichi yake imekaa vizuri kabisa, ambacho kinaruhusu wachezaji kucheza na kuonyesha talanta zao kwa hali ya juu. Ukitazama pale Benjamin Mkapa, ni kiwanja ambacho ambacho sasa bado kinaendelea kufanywa marekebisho, na kiwanja kinaenda kuwa bora zaidi, ambacho kitaenda kutoa fursa kwa wachezaji mbalimbali kwenda kuonekana, kutokana kwamba tunaamini kwamba vipaji vinaonekana katika sehemu ambayo iliyo bora. Shirikisho la mpira Tanzania TFF limetangaza rasmi viwanja vitakavyotumika kwenye michezo ya nusu fainali, ambapo mchezo kati ya Yanga dhidi ya JKT Tanzania utapigwa katika dimba la CCM Mkokwani Tanga, huku mchezo kati ya klabu ya Simba dhidi ya Singida Black Stars ukipangiwa kwenye dimba la Tanzanite kwa Raha Manyara. Michezo hii inatarajiwa kupigwa kuanzia Mei 16 hadi 18. Na tukipiga hatua moja kwa moja mpaka barani, rais wa shirikisho la mpira Amerika ya Kaskazini CONCACAF Victor Montagliani amekataa dhana ya kombe la dunia kuwa na timu 64 mnamo mwaka 2030 na kusema kuwa hakuna haja ya kwenda zaidi ya timu 48, maana italeta upinzani usio na lazima, kwani uwepo wa timu 48 tayari umeshafanya upanuzi na hivyo inaleta ushindani ndani ya kombe hilo la dunia. Mimi ni Eric Michael wa SAUT TV. Shukrani sana Eric Michael kwa undani wa taarifa hizo za kimichezo. Na hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Hamoud Sanze, na sasa nirudishe kijiti kwake Glory Nko kwa kutamatisha habari kwa siku ya hii leo. Na taarifa hizo za michezo ndizo zinakutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muhtasari wake. Ongezeko la bajeti ya fedha TAMISEMI la waibua wananchi jijini Mwanza. Rais mstaafu Joe Biden azua mjadala baada ya kukosoa sera za Rais Donald Trump kwa mara ya kwanza. Na katika michezo, ujenzi wa miundombinu ya viwanja kuchochea maendeleo ya soka nchini. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa ya habari kwa siku ya leo, mimi ni Glory Nko, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa SAUT TV. Uwe na usiku mwema.